Kwa majina naitwa Muhsin Hajiusi, ni mbunge wa wananchi wa jimbo la Malindi pale Zanzibar. Ukiona na mimi ni mbunge kijana, lakini vile vile ni kiongozi wa umoja wa vijana Tanzania wa Chama cha Mapinduzi. Mheshimiwa Rais katika hotuba yake amehakikisha ndani ya siku 100 hizi anakwenda kuleta mageuzi makubwa katika sekta ya maendeleo kwa vijana, na amedhamiria kabisa miongoni mwa wizara atakazozianzisha atahakikisha anaanzisha wizara maalum ya vijana ili kugusa maisha ya vijana wote Tanzania. Tunafahamu asilimia zaidi ya 65 ya Watanzania ni vijana. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais ameamua kabisa kwenda kuyagusa maisha ya vijana moja kwa moja. Jambo jingine, Mheshimiwa Rais amehakikisha anakwenda kuimarisha afya za Watanzania. Ndani ya bunge leo Mheshimiwa Rais ametutaka waheshimiwa wabunge kuhakikisha kwamba tunakwenda kupitisha mswada wa bima ya afya kwa wote. Mswada ambao utakwenda kuhakikisha wananchi wa Tanzania wanapewa kipaumbele katika kupata matibabu nchi nzima. Na kulikuwa kuna changamoto ambayo ilikuwa inawagusa Watanzania wengi. Maiti ambazo zilikuwa zinazuiliwa kwa sababu ya kukosekana kwa malipo. Bima hii inakwenda kuhakikisha zile maiti zote zinatolewa bila kuwekewa vikwazo. Lakini jambo zuri zaidi, Mheshimiwa Rais amehakikisha ukuaji wa uchumi ambao unakwenda kuwagusa Watanzania wote, ikiwemo kuimarisha kwa miundombinu ya usafirishaji, kuboresha barabara, kuboresha reli, lakini bandari zetu. Hii itatupa fursa vijana na Watanzania kwa ujumla kuweza kusafirisha bidhaa zetu maeneo mbalimbali ya Tanzania, lakini kubwa zaidi kuongeza ajira kwa vijana. Mwisho kabisa nimpongeze sana Mheshimiwa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan kwa sababu alimalizia kwa kusema awamu hii ya 6 anatamani kwenda kupimwa kwa kuacha tabasamu ndani ya nyuso na mioyo ya Tanzania, na sio maendeleo tu ya vitu vinavyoonekana ikiwemo majengo na barabara. Lakini wamewakaribisha wanasiasa mbalimbali katika meza ya mazungumzo na maelewano ili kujenga taifa lenye maridhiano, taifa la upendo na taifa la heshima. Vile vile Mheshimiwa Rais atahakikisha kwamba taifa letu linakwenda kuwa imara zaidi kwa kufuata misingi imara iliyoachwa na waasisi wetu, ikiwemo kuheshimu utu wa kila Tanzania, lakini vile vile kuheshimu na kuthamini michango ya wadau mbalimbali wa kimataifa ikiwemo mawazo yao, lakini bila kutweza utu wa taifa letu na kutweza utu wa Tanzania. Tutafuata misingi ya nchi yetu, lakini hatutakubali kusukumwa kwa mashinikizo ya nchi nyingine, kwa sababu Tanzania hii ina misingi yake, ina asili yake na ina watangulizi wake ambao wameijenga Tanzania hii ya leo. Tuendelee kutunza amani ya nchi yetu kwa sababu hatuna nchi nyingine zaidi ya Tanzania. Nchi hii imejengwa kwa misingi ya amani, upendo, ustahimilivu. Wazazi wetu huko nyuma walitoa jasho lao na damu lao, wengine kupoteza uhai kuipata Tanzania yetu. Maendeleo ambayo tunayaona leo Tanzania yamejengwa kwa miaka mingi sana na fedha ambazo zinatokana na Watanzania wenzetu wanyonge, maskini, wakulima, wafugaji, wafanyakazi. Tusikubali vijana kushawishika kwa namna yoyote ile kuingia katika mkumbo wa kufuata vurugu la kuichafua amani ya nchi yetu, kuharibu miundombinu ya taifa letu. Tuhakikisha kwamba tunakuwa vijana wema na wazalendo kwa taifa letu. Kwa majina naitwa Engineer Chacha Mwita Wambura ambaye ni mbunge wa jimbo la Geita mjini. Leo imekuwa siku njema, tena siku nzuri sana, ambayo tumeona kwa kweli kuna mapinduzi makubwa yanaenda kufanyika hapa Tanzania. Kitu kimoja, viwili, vitatu ambavyo kwa kweli ameugusa moyo wa Tanzania na watu wengi ambao wamefurahia hotuba yake. Moja ni kuanzisha wizara mahususi kwa ajili ya vijana. Kwa kweli tukupe heko sana Dr. Samia Suluhu Hassan rais wetu kwa kuliona hili na kuona kwamba sasa kuna haja ya kuwa na wizara inayosimama na masuala ya vijana tu, ambayo itakuwa na waziri wake na mambo yote yataenda kupitia kule. Lakini kingine katika kuangalia kwamba ameamua kusimama na vijana sana, amezungumzia swala la mikopo. Ameongeza bajeti ya mikopo, na saa nyingine hii bajeti itapitia pia kwenye hii wizara ya vijana. Lakini mama amezungumzia swala la maji. Tumezoea kuwa na grid ya umeme, lakini sasa tunaenda kuwa na grid ya maji. Yaani kwamba umeme wa huku ukikatika huku unawaka. Sasa kwenye maji napo kwamba ya maji ya huku yako kwenye line, kila Mtanzania anaenda kupata maji na tunaenda kufukuza kabisa tatizo la maji.
Lakini mama kwenye hotuba yake amegusa ambao Watanzania wengi hawana ajira, vijana wanamaliza chuo, wanamaliza kusoma hawana ajira. Lakini katika kipindi hiki mama amesisitiza na tayari ameshasema kwamba katika hizi siku za mwanzo anaenda kuanzisha ajira za kutosha, lakini zaidi sana ni zile ajira ambazo tunategemea kuwa nazo katika kipindi hiki cha 2025 2030, ajira milioni 8. Kiukweli katika hotuba hii imeleta matumaini makubwa ambayo kwa kweli tunaenda kuona kwamba Tanzania inabadilika na kuna mapinduzi makubwa, na kila Mtanzania amesisitiza maendeleo ya uwepo kwa uchumi wa nchi, lakini kwa uchumi wa mtu mmoja mmoja. Kwa hayo mimi Dr. Samia nikupongeza sana rais wetu kwa mambo makubwa ambayo unaenda kutufanyia, na sisi kama wabunge wa bunge lako hili la Tanzania tutaenda kuhakikisha tunakuunga mkono, tunasimama na wewe, tunafuatilia na tunashauri kuhakikisha kwamba tunaenda vizuri. Mwisho wa siku tuione Tanzania yetu inasonga mbele. Hayo ni kwa uchache ambayo mama amezungumza kwenye hotuba yake, lakini kwa kweli amezungumza mambo mema ambayo tunaiona kesho ya Tanzania iliyo njema.